nimewaita hapa kwa makubwa manne ya kuwajuza. Jambo la kwanza, yote mnafahamu klabu hii Young Africans inauelekea mchezo wa robo finali ya ligi mabingwa barani Afrika ambao utachezwa siku ya tarehe 30 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, na tutacheza dhidi ya Mamelodi Sundowns kutoka Afrika Kusini. Jambo la muhimu kabisa kuliko yote ambalo mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu hii Young Africans wanatamani kulijua kwa sasa ni hali ya kikosi chao, ratiba ya mazoezi, lakini pia kumekuwa na taarifa za majeruhi kwenye kambi yetu. Wananchi wanataka kupata update za majeraha ambayo yapo kwenye timu yetu. Hali ya kikosi sasa hivi, klabu yetu Young Africans inaendelea na mazoezi yake, na tunafanya katika uwanja wa mamlaka ya bandari hapa mjini. Tunafanya hivyo kwa sababu mazoezi haya sio ya kambi kwa maana kukaa. Kwa hiyo player wana train na kurudi majumbani kwao. Kwa hiyo tumeleta eneo rafiki kabisa kwa muda wa wiki hii, then next week tutashift kwenda kule Avic Town. Kwa hiyo kikosi chote ambacho kina train, wale wote ambao hawajaitwa kwenye timu zao za taifa na wale ambao sio majeruhi, wako kwenye hali nzuri na wanaendelea na mazoezi kwenye viwanja vya bandari hapa Posta ni Dar es Salaam. Taarifa ya majeruhi ambao tulikuwa nao kwenye kambi yetu, kwa maana update zao, tulitangaza tulikuwa na majeruhi 5 kwenye kikosi chetu, akiwemo Kibwana Shomari, akiwemo Yao Kwasi Atola, Zawadi Mauya, Pacome Zouzoua na Khalid Aucho. Taanza kuwapa taarifa ya mmoja mmoja ili wanachama waweze kujua update na wako vipi katika hali zao za kurecover hawa wachezaji wetu. Kibwana Shomari, tunasema alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amejalia kheri zake, amepatiwa matibabu na anaendelea vizuri, na taarifa njema ni kwamba siku ya Jumatatu Kibwana Shomari ataanza mazoezi ya kwenye pitch. Hii ni taarifa rasmi ambayo tumepata kwa daktari wa timu yetu Moses Etutu, lakini pia tumewasiliana na mchezaji mwenyewe. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, Jumatatu Kibwana ataanza mazoezi mepesi kwenye pitch kabla ya kuja kujumuika na wenzake. Khalid Aucho, yeye ameingia kwenye phase ya pili ya recovery yake na ameanza fitness sasa hivi. Kwa mujibu wa ripoti ya madaktari, tuendelee kumwombea Khalid Aucho. Akimaliza phase hii, phase ya 3, naye ataanza kuingia mazoezi ya kwenye pitch, kwa maana kukanyaga uwanja, kuanza mazoezi mepesi kabla hajakuja kujoin na wenzake. Zawadi Mauya, alhamdulillah, yanaendelea vizuri na soon as possible atajoin kwenye team kwa ajili ya kuendelea mazoezi pamoja na team. Yao Kwasi Atola, yeye baada ya vipimo vilivyofanywa na daktari wetu Moses Etutu, amegundulika alipata shida ya nyama za paja kwenye mchezo wetu wa ligi dhidi ya Azam Football Club, na daktari amekuwa clear kabisa kutokana na recovery yake ambayo anaendelea nayo Yao Kwasi Atola mpaka sasa hivi. Sababu kiu ya watu wengi ni kutaka kujua kama Yao Kwasi atakuwepo kwenye mchezo wa Mamelodi au hata kuwepo. Mpaka sasa hivi kwa ripoti ya daktari ambao tuko nayo kutokana na jeraha ambao walipata Yao ni 50-50. Bado madaktari wanaendelea kupambana kuhakikisha anakuwa sawa, lakini sio taarifa rasmi kwamba atakuwa sawa kuelekea kwenye mchezo. Bado ipo 50-50 hali ya Kwasi Atola Yao. Mchezaji wa mwisho ambaye alipata majeruhi ni profesa mpira Pacome Zouzoua. Pacome Zouzoua baada ya mechi dhidi ya Azam Football Club, kesho yake alienda kufanyiwa vipimo na agundulika alipata shida ya goti. Wakati akiwa kwenye taratibu za kuanza matibabu, ikatokea neema ya kuitwa kwenye timu yao ya taifa ya Ivory Coast, mabingwa wa soka barani Afrika sasa hivi. Wito ule ulikuja wakati tayari sisi tunaripoti kwamba Pacome Zouzoua amepata jeraha la goti. Kwa tukafanya mawasiliano na national team ya Ivory Coast, na unaofahamu national team pia na yenyewe ina jopo lake la madaktari. Wakatuomba, tunaomba huyo mchezaji aje kwa umuhimu wake,
tuangalie na sisi kama tunaweza kusaidia matibabu yake aweze pia kutumika kwenye michezo yetu kama atawahi kuwa sawa. Uongozi ukaona ni jambo jema na ni jambo ambalo kwa mchezaji mwenyewe ni ndoto yake kucheza timu ya taifa, na national team imeonyesha kumjali huyu mchezaji. Imefanya mawasiliano, sisi tukafanya jitihada, Pacome Zouzoua profesa wa mpira akasafiri kwenda kujoin na national team. Kwa taarifa sasa ya injury yake tutakuja kuitoa sasa baada ya madaktari hawa wa timu mbili, hawa wa Yanga ambao walituma ripoti ambayo tunayo ya afya ya Pacome, lakini pia na madaktari wa Ivory Coast kwa pamoja sasa wakijadiliana wao watugea sisi update kujua profesa wa mpira Pacome Zouzoua kama atakuwa nje uwanja kwa kipindi gani na kama atarudi kwa wakati gani. Kwa hizo ndio taarifa za updates za wachezaji wetu ambao walipata majeruhi kwenye kipindi tofauti. Ndugu zangu waandishi wa habari, nyie ni chombo muhimu sana kwenye kuhabarisha umma, na ninaomba katika ambao nimeongea msiongeze wala msipunguze. Endeni mkawajuzi wanachama wetu, mkawajuzi wa Tanzania kila ambacho nimwaambia kuhusu ripoti ya wachezaji wetu, kwa sababu ndiyo hali ambayo iko mpaka sasa hivi. Taarifa ya pili, nimwambia tuna mechi dhidi ya Mamelodi Sundowns robo finali ya CAF Champions League, na mechi hii itapigwa Machi 30 pale Benjamin Mkapa. Mechi hii tayari tumeshawatangazia na taarifa imeshatoka. Mechi hii itachezwa saa 3 kamili usiku pale Benjamin Mkapa. Swali ambalo wengi mmeniuliza ni Mamelodi Sundowns anawasili lini nchini? Nimekuwa na hamu na shauku ndugu zangu waandishi wa habari kwenda kupata hiyo story. Nafahamu Mamelodi ni moja ya timu kubwa barani Afrika, imesheheni profile kubwa kwenye kikosi chao. Kwa hiyo kuna habari nyingi pale mnazihitaji. Kwa hiyo mkaa mnaniuliza lini Mamelodi wanawasili nchini kwa ajili ya mchezo huu wa robo finali dhidi ya Young Africans. Taarifa rasmi ambayo tumeipata baada ya kuwasiliana wenzetu wa Mamelodi, wametuambia watawasili Dar es Salaam siku ya tarehe 28 majira ya saa 1 kamili usiku. Kwa hii ni official kabisa, tarehe 28 Mamelodi Sundowns watawasili Dar es Salaam saa 1 kamili usiku kwa ajili ya kujiandaa na mechi dhidi yetu Benjamin Mkapa tarehe 30. Hili tumelimaliza pia. Wanakuja tarehe 28 saa 1 kamili usiku. Waandishi wa habari, mlikuwa mnataka habari, mkapate habari. Tumelimaliza hili.